Tumeanza mfungo mtakatifu wa Kwaresma ambao hudumu siku 40. Tumeanza mfungo huu kwa kupakwa majivu usoni siku ya Jumatano ya Majivu, na tulipewa ujumbe huu: tubuni na kuiamini Injili. Soma Injili ya Marko sura ya 1 aya 15. Huu ujumbe, hii message ni mwaliko kwako, mwaliko kwangu, unaotutaka tuendelee kushikilia ahadi yetu ya ubatizo ya kumkataa Shetani na mambo yake yote na ila zake zote na kuiamini Injili. Kwaresma ni kipindi cha kupiga kambi ya kiroho ya siku 40 kwa ajili ya mazoezi ya kwata ya kiroho, ili tuibuke washindi tukiwa imara katika imani hai inayoambatana na matendo ya toba na sadaka, matendo ya upendo na ukarimu, matendo ya ukweli na haki, maridhiano na amani. Soma barua ya Yakobo sura 2 aya 14 hadi 17 na aya ya 26. Shetani ni nani? Wengi wetu hawajui Shetani ni nani. Kusudi uweze kumdhibiti adui, ni lazima umfahamu ni nani, yukoje. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatufundisha kwamba, na nukuu, mwanzoni Shetani alikuwa malaika mzuri aliyeumbwa na Mungu. Ibilisi na pepo wengine wabaya waliumbwa na Mungu wakiwa wazuri, lakini wao wenyewe walijifanya wabaya kwa matendo yao. Mwisho kunukuu kutoka Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 391. Maandiko matakatifu hutuonyesha njia mbalimbali ambazo Shetani hutumia kukushawishi. Kwanza, hutumia akili yako, akili yetu, kwa kulainisha hoja na misimamo yetu, akitupendekezea hoja zake kwa kutanguliza kaneno kadogo tu. Umesikia katika somo la kwanza, Shetani alivyomjaribu Hawa. Naanza na kaneno kadogo, eti. Na wewe hapo unataka masikio kweli? Anakupendekezea ati. Na katika somo la Injili, ikiwa wewe anaanza kugusa akili, kuzichangamsha, kuzipa chemsha bongo, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya ya mkate. Pia ndivyo anakuja na kupendekezea wewe. Ikiwa wewe ni Mkristo kweli, fanya hivi na hivi.
Ikiwa wewe ni Mkristo kweli na unasali kwa nguvu kama Mungu yupo, sala zote unazosali wakati wote, kwa nini unabaki maskini? Njoo nikutajirishe. Wewe ikiwa unasali kwa nguvu kwa Mungu wako, mbona magonjwa yako hayaponi? Njoo kwangu nikuponyeshe, nikuuze udongo, nikupige viboko vya upako. Unaenda unapigwa viboko vya upako. Anaanza kupendekezea, wewe mimi salazo sali kila Dominika na kunyeshewa mvua, mbona hazijibiwi? Kama Mungu wako yupo na wewe naamini, naenda huko kuchazwa viboko, kukanyaga udongo na kanyagwa na huko unalemba na kufa. Hoja nzuri za mwanamke ambazo tunasikia katika kitabu cha Mwanzo, ambako Shetani anamwambia mwanamke ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Soma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 ya kwanza. Hoja nzuri za mwanamke zinazima na Shetani akisema, msiwe na hofu kula hayo matunda ya mti wa katikati ili mfahamu siri za Mungu. Mkisha yala hayo matunda mtafahamu siri za Mungu. Kuleni tu. Soma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya 4 na ya 5. Pili, Shetani hutumia silaha uliyo nayo mkononi kukushawishi. Tatumia rozari, tatumia Biblia, unapitia hapo hapo. Mfano, anajua Yesu ni neno la Mungu, ananukuu nusu maandiko matakatifu kumshawishi Yesu ambaye ni neno la Mungu. Lakini Yesu alimshinda na hatimaye akamkemea kwa nguvu, nenda zako Shetani. Soma Injili ya Mathayo sura ya 4 aya 10. Shetani afukuzwe kwa maneno mengi. Shetani hapo kujia, usibabaike, tumia hayo maneno, nenda zako Shetani, toka hapa, nitakimbia. Mkristo usifahamu maandiko matakatifu nusu. Kuyajua nusu ni sawasawa na kutoyajua kabisa, utaliwa. Na usisali rozari nusu. Isali kikamilifu, na usitumie rozari kama pambo, kama ushanga kuvaa shingoni, utaliwa. Tanyang'anya yu kwanza rozari, takatwa kutupa huko, basi ndio anaanza kushughulikia. Usikubali hilo. 3, Shetani atujii katika sura ya kuogofya, sura ya kutisha, bali utujia katika sura ya malaika inayovutia, kadiri maandiko matakatifu yasemavyo, na yanukuu, wala si ajabu, maana hata Shetani mwenyewe hujisingizia kuwa malaika wa Mungu. Soma barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Wakorinto sura 11 aya 14. Kumbuka, Shetani anajua kutengeneza sufuria
anakuzoea sufuria, lakini hajui kutengeneza mfuniko. Unaenda nunua sufuria kwa bei kubwa au bei poa, unaenda kupika vishawishi humo na majaribu, lakini hajakuwekea mfuniko, hajui kutengeneza mfuniko. Shetani anajua kutengeneza dirisha, lakini hajui kutengeneza pazia. Kuwekea dirisha humo, hasi shawishi linaanza nini, pengine ni giza, ghafla mwanga unaingia, hakuna pazia. Shetani atakusajili kwa siri katika shule ya maovu, lakini hata kufichia siri. 4, Shetani hutujia kupitia changamoto zetu, majonzi yanayojumuisha njaa, magonjwa, uchumi, kuwa ICU au chumba mahututi, misiba na majanga mbalimbali yanayotufanya tufikirie kuwa Mungu hatujali kutuepusha na hayo mambo, changamoto hizo, majaribu hayo, na kumwona Mungu yuko mbali nasi. Hivyo katika hali hii Shetani hupendekeza kwetu hirizi, matambiko, kupiga ramli, mipako feki na maombezi ya kiusanii, kufanyiwa miujiza. Lakini miujiza ambayo mtu anajigamba kufua wafu, lakini hajawahi kufua hata mtu mmoja. Kukata tamaa na kujinyonga, na wengine unajua kama Yuda Iskarioti. 5, Shetani hutujia kupitia tamaa mbaya. Biblia inasema, na nukuu, kama mtu anajaribiwa asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na uovu, wala yeye amjaribu mtu yeyote. Lakini mtu hujaribiwa anapovutwa na kunaswa na tamaa zake mbaya. Tamaa ikiiva huzaa dhambi, na dhambi ikikomaa huzaa kifo. Mwisho kunukuu kutoka barua ya Mtakatifu Yakobo mtume, sura ya 1 aya 13 hadi 15. 6, Shetani hutujia kupitia kiburi na majivuno, na hivyo kujiona wewe unajua kila kitu. Hakuna yeyote wa kukushauri, kukuelekeza na hata kukukemea. Biblia inasema, na nukuu, kiburi hutangulia maangamizi, majivuno hutangulia maanguko. Mwisho kunukuu kutoka kitabu cha Methali sura 16 aya 18. Biblia inaendelea kusema, macho ya kiburi na moyo wa majivuno huonyesha wazi dhambi ya waovu. Mwisho kunukuu kutoka kitabu cha Methali
sura ya 21 aya 4. Pia rejea mnara, simulizi la mnara wa Babeli, soma kitabu cha Mwanzo sura 11 aya ya 1 hadi ya 9.